Kiongozi mkuu. Kiongozi mkuu. Hapa kwenye pointi hiyo, unapokuja kwenye msingi huu, naomba nifute hapo kidogo kwenye pointi hiyo, nitutanuepo hii kwa staili hapa hivi. Tunapopima haya mambo katika msingi, Yesu alimuuliza maneno yafuatayo hapa hivi kwenye Marko sura ya 10 kuanzia mstari wa 35 tutaenda mpaka mstari wa 45. Anasoma nenda spidi kidogo. Marko sura ya 10 kuanzia 35. Ndio. Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tutakao kuomba. Sawa. Akawaambia, wataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Sawa. Yesu akawaambia, hamjui mnaoliomba. Mwaweza kunywa kikombe ninywacho mimi, au kubatizwa ubatizo nibatizao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninywacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watakaopewa waliowekewa tayari. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri mmesikia habari hiyo ndugu. Hapa wanafunzi walikuwa kuna kitu wanakiomba wakiwa wanataka uongozi katika kanisa la Mungu. Wanataka uongozi, kwamba alipo Kristo basi mwingine akate mkono wa kuume, mwingine kushoto, mwingine tunaangalia na mkono. Yesu yuko hapa, Petro, Yakobo, Yohana, ukina Petro huko. Sasa waliposikia maombi hayo, wanafunzi wengine 10 na wao akipo na Yuda atakayeenda kumsaliti, na hasira ikamuingia, wakasirikia hao wangapi? Kwa sababu wanachokiomba wanaomba uongozi. Yesu akawaeleza, watu wa mataifa wao wanawatawala kwa nguvu, lakini kwenu nyinyi haitakuwa. Ikiwa kwamba Yesu akawa anawachorea kuwaonyesha uongozi. Hapa tunaweka dunia hapa injili ya Yesu. Akasema kwenu haitakuwa hivyo, maana akapindua. Akaonyesha hapa kuna rais, si ndivyo? Si ndio? Juu kabisa. Chini yake kuna waziri makamu, kuna waziri mkuu, kuna mawaziri, kuna wabunge, kuna wa mkoa, wa wilaya, tarafa, kata, kitongoji, balozi, mwananchi. Hapo kuna mwananchi. Hawa nia yao kutoka kwa mwananchi, nia yao ni kwenda wapi? Angalau naye atoke kwenye wananchi, angalau awe kama anakaubalo. Yaani ukishakuwa na kaubalozi, hata ukiwa wamekutembelea au wanapokuwa wanashuka chini huku kutembelea, sisi huku kazi yetu ni kupiga makofi na kuandalia barabara, si ndio? Siku zote tunapita barabara ina manali, lakini akiwa anakuja huyo, wananchi mnatengeneza barabara. Baada ya kuiacha anayehangaika ili ajue kwamba barabara ina matatizo, ndio mnaikuja mnaondoa nyinyi wenyewe matatizo, yeye asipite kwenye matatizo. Naona shida ya uongozi huu.
Sasa hapa sisi tunabaki tunapiga makofi tu. Mheshimiwa. Sisi ni makofi. Akiwa anashuka hivi. Sasa mitume wakafikiri kwamba na uongozi katika Injili na wenyewe upo kwenye sura hii. Lakini Yesu akasema kwenu nyinyi haitakuwa hivyo. Akapindua. Yeye mwenyewe akajionyesha akasema Yesu mwenyewe, mimi mwenyewe sikuja kufanyaje? Kutumikiwa. Bali nilikuja kutumika. Kwa sura yanayoonyesha Kristo. Maana yake yeye akaonyesha kwamba unapotaka kuwa wa kwanza kabisa unatakiwa uwe mtumishi wao. Kwa kwenye kiongozi mkuu kwenye Injili, wa kwanza kabisa kuwa mtumishi wa wote ni nani? Ni Kristo. Sasa hapa kanisa linapokuwepo hapa, yeye linajengwa hapa. Linajengwa juu ya Kristo. Kwa yoyote anayetaka kuwa wa kwanza hapa, maana yake awe anania kufanyaje? Ya kushuka. Nani sasa? Maana nafasi ya uongozi ipo sasa katika Injili, lakini wa kwanza kabisa mkuu ametimiza kigezo cha kuwa mtumishi wa wote. Kama unahitaji uongozi, yani hapo tukukanyage, tukutume, tukufanye, yani wewe ushuke. Nani hapo? Sasa mitume Yakobo, Yohana walipokuwa wanataka masuala ya ukubwa, Yesu alipowaeleza anasema nafasi ya ukubwa. Sasa kwenu nyinyi haitakuwa hivi, ila itakuwa hivi, anayetaka kuwa wa kwanza awe mtumwa wa wote. Anayetaka kuwa mkubwa sijui awe mtumishi wenu wote. Sasa hao mitume wanasema Yakobo, Yohana, haya sasa. Hiyo nafasi anayogombania. Maana yake tayari Kristo akawa ameondoa umwili huu na akaweka katika roho, akaonyesha kama sasa katika Injili mambo yatakuwa yako hivi. Na kwa kweli mitume walipojifunza, ukisoma Yesu anawaeleza akiwa yuko hapa Yohana sura ya 13 mstari kuanzia wa 12 na kuendelea pale mbele. Yohana 13:12 ndio. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu, Yesu akamaliza kuwatawadha mitume miguu. Na Yesu alipokuwa pale anawatawadha miguu, kabla kuwatawadha miguu, utaposoma katika ile Luka sura ya 22 mstari kama 24, utakuta pale kuna mashindano yalitokea. Nani anayehesabiwa kuwa nani mkubwa? Sasa walipokuwa wanashindana pale, Yesu akatoa mavazi yake. Hapo akiwa hajawaeleza ni nani, ila yale mawazo akawa ameshawasoma kwamba Yesu anaenda kuondoka, lakini atakapoondoka nani atakayehesabiwa kwamba ni mkubwa? Sasa Yesu alipojua mawazo yao, akatoka kichakulani akaanza kuwatawaza miguu. Alipotoka kwa Petro akakataa. Mnakumbuka habari hizo. Lakini baadaye Yesu akamwambia kama hautakubali nikutawaze, basi hauna shirika nami. Lakini Petro akawa amekubali. Na alipoanza kukubali, Yesu alipoanza kufanya kazi yake, maana kwamba nao ifanye sasa hivi utalijua, ila utalijua baadaye. Sasa alipomaliza kuwatawaza ndipo anawauliza. Soma. Basi alipokwisha kuwatawaza miguu, ndio, na kuyatoa mavazi yake, na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Haya niliyowatendea mnayaelewa? Ninyi mwaniita mwalimu, ninyi mnaniita kama mimi ni mwalimu, na Bwana mnaniita mimi ni Bwana. Nanyi mwanena vema, mnafanya vyema, maana ndivyo nilivyo. Ndivyo nilivyo. Hivi nani kati yetu anasema nyinyi ndio mnaniita mimi ni mwalimu? Alafu mimi nikasema ndivyo nilivyo. Naweza kusema haya maneno? Ni ngumu sana kwa mwanadamu kusema mimi ndivyo nilivyo, kwamba mimi ni mwalimu alafu ni Bwana. Ndivyo nilivyo kweli ndugu? Nani mzee wewe ndivyo ulivyo kwamba ni mwalimu na ni Bwana? Yaani lakini Yesu anasema ndivyo nilivyo.
ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, ndio, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. Ndio nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu, nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Mnapaswa mtawazane miguu ninyi. Kwa hilo neno Yesu alikuwa anakata kabisa ile roho ya kuwa juu ya nani? Ya mwingine. Hiyo roho alikuwa anaikata kabisa. Anaingiza roho ya kutumika kama baba anapomtumikia nani? Mtoto. Utakukuta baba anakaa kikao na mtoto kama huyu, kuuliza kwamba mwanangu, hivi leo tunakula nini? Leo maisha yamempiga huyo mzee mpaka amechanganyikiwa. Kukaa kuuliza mtoto tunakula nini? Hebu changieni mawazo. Mama hapa anapokapalisha yake eti kachangie mawazo kanakula nini leo. Unajua hapo, yani hapo maisha yamewapiga mpaka mmechanganyikiwa. Kuja kukuta eti mkubwa anatumikiwa na nani? Na mtoto. Hiyo ni ujinga kabisa. Mkubwa kutumikiwa na mtoto, hiyo ni roho mbaya sana. Katika imani, mtu aliye mkubwa anatakiwa atumikie nani? Mdogo. Maana katika roho, wewe kama ni mkubwa katika roho, wewe ndio unajua na kubeba msalaba wa Kristo, unajua kuvumilia, unajua kubeba kushtumia kwa nani? Kwa Kristo. Huyu mwingine hajaelewa hata kidogo hicho ninachokizungumza. Sasa wewe ndio unatakiwa utumike, sio yeye huyu akutumikie. Sasa watu wamechukua ukubwa wa mwili wa kidunia kama maana ya serikali, wameuingiza kwenye mambo ya nini? Ya imani. Akija askofu, ukija hapa ndo Babeli. Ukichora hii Babeli. Babeli na wao wako hivi. Hapa kama tuchukua RC ndo Babeli mkuu. Hapa yuko nani? Yuko papa. Hapa akitoka papa anakuja cardinal, sijui askofu, sijui paroko, sijui nani father, sijui nani kigango, sijui ndo parokia, sijui kigango, sijui nini alafu inakuja muumini kajumuia, alafu muumini mmoja. Sasa huyu muumini anapokuja huku kwa dunia, anapokuja rais chini ya kwa mwananchi, na anapokuja huyu chini ya muumini, huyu anapofanya kumpigia makofi huyu, na huyu ndiye anapigia makofi huyu. Kwa hiyo unakuta sura ya hapa ya dunia na sura ya Babeli ni moja. Lakini Yesu akasema mambo hayatakuwa hivi. Lakini sasa Babeli iko hivi, na madhehebu yote yamefuata mfumo wa Babeli. Ukija kwa mfano katika SDA ukiichora na yenyewe, ukiichora SDA hapo utakuta hapo kuna rais president. Ukishuka mpaka sijui union, ukaja field, ukaja sijui conference, sijui ukaja sijui nani, ukaja sijui nini. Kwa hiyo mpaka yeye anaitwa mshiriki. Alipokuja Teddy Wilson hapo mwaka gani ule, mwaka 2015 sio 2000 ngapi ile, ilikuwa ni kuishia kumpigia sauti. Sasa unaangalia masuala ya imani na kumpigia sauti mtu. Sasa haya na imani yanahusiana wapi? Brass band ya polisi iko pale inapiga, waziri wa mambo ya ndani yuko pale anamkaribisha. Sasa unaangalia haya na swala ya imani yanaingiliana vipi? Yanahusiana wao ndugu. Yesu akaingia pale, anaingia Rumi pale, na ile Kaisari anampigia sauti Yesu, na mawaziri wote wanamkaribisha Yesu kweli. Sasa ndio kina Yakobo manzao kwa yako hivyo, kwamba utapokuwa unaenda kwa watu lazima watu waangaike, wajue kwamba anakuja nani? Mkuu. Anakuja mkuu. Sasa kwenye Injili akiwa anakuja Kristo, yani hakuna anayetetemeka. Lakini akiwa anakuja rais, hapa kwanza kila usalama wa taifa unakuwa umeshatangulia miezi kadhaa kuangalia usalama wa pale. Si ndivyo? Wanatamani kwanza, wanakuja hata wengine kama vichawi, lakini wako wanaangalia mazingira, kwa sababu wanajua kwamba rais atakuja.
Mwezi ujao hapa tapita hapa, lakini lazima uangalie usalama wa pale mpaka usalama mzee. Pako safi. Lakini sasa injili hakuna usalama wake ni wa hali ya juu sana mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna dunia ambayo ni Babeli na nyoo umechukua mfumo huu. Lakini injili mfumo wake ni huu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa endelea pale mbele usikie. Anasema kwa kuwa nimewapa kielelezo, kwamba Yesu anasema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea, nanyi mtende vivyo, na sisi tutende vivyo. Amini amini nawaambia, Yesu akaanza kuwaeleza, amini amini nawaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake. Maana Yesu ndio Bwana, ametutuma sisi, sivyo? Amewatuma mitume. Maana Yesu anazungumza na mitume, sivyo ndio? Anazungumza mitume hao. Anasema nilivyowatendea mimi mwende mkatende vivyo hivyo. Yaani maana hawa wanapokuja kwa kanisa, hawa maana watende kama alivyotenda nani? Kristo. Mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, ambaye ninawatuma. Lakini nilivyoshuka mimi mpaka mwisho kabisa mnavyoniona, nikawatawaza. Sasa ninapokuwa na watuma, nendeni mkatende kama nilivyowatendea mimi. Mimi nawaambieni, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, kama mkiyajua hayo, anaongea mitume, mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Ndugu, wanaotenda hivyo ni wangapi? Yaani wanaotenda kama Yesu alivyotenda hapa, katika kuhudumu kwao, kwamba ni watumishi wa nani? Wa Mungu. Kwa sura hiyo wako wangapi? Wanaotawaza, sio kutawazwa. Sisi maana jambo hilo ndugu. Kwa ukija kulipima kwenye msingi, unakuta kwenye swala la kuwa kiongozi mkuu au kujiita wewe ni mkuu, hapo una sura unayoonekana. Ukipima kwenye msingi unaenda wapi? Pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mpaka ukawa na roho na ile nia ya Kristo ya kushuka. Maana Paulo anafika mahali anawaeleza katika Wakorintho na kwenye Wakorintho anasema kwamba haipasi watoto kuweka akiba kwa wazazi. Wakorintho ngapi ile ndugu? Wakorintho wa pili. Malize na wafungu ndugu. Wakorintho wa pili nafikiri itakuwa ni 12. Mstari wa kwanza wa 14. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 14. Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 14. Tazama hii ni mara ya tatu, Paulo akiwa ni mzee yuko ni mtume yuko hapa. Tazama hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu. Sasa hii ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea. Paulo anasema mimi sitawalemea. Maana sivitafuti vitu vyenu. Huyu Yesu anapokuja kwa kanisa au mitume anapotumwa na Yesu anaenda kwa kanisa, hawatafuti vya kanisa, bali na watafuta ninyi. Isipokuwa wanachotafuta, watafuta roho za wandugu. Maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi. Haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kwa watoto. Bali wazazi waweke akiba kwa watoto. Unaona wandugu walivyotumika? Yaani mitume walitumika hivyo, walifahamu jinsi utumishi wa Yesu ulivyokuwa, na wao Yesu alipowaweka katika utumishi, na wao wakaelewa kwamba wao wamewekwa kama wazazi. Sasa wao ndio wanahudumia watoto, sio watoto wahudumia wazazi. Na mitume hawa walipomaliza kuhubiri Injili, kuna watu ambao katikati ya kanisa waliwaita kina nani? Wanaitwa wazee. Si ndio wandugu? Hawa walipokea maelekezo kutoka kwa nani? Na mitume walipata maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Na walipopata maagizo, kwa mfano semina ya mwisho kabisa ambapo mitume walifanya maelekezo, walitoa maelekezo kwa wazee. Wazee hawa kwa jina lingine ndio wanaitwa
waangalizi. Waangalizi kwa sura nyingine wanaitwa kwa Kiswahili kingine wanaitwa nani? Askofu. Si ndio? Au wenye kazi ya kufanyaje ya kuchunga. Hao ndio wanaitwa wazee. Hivi vitu vitatu, hizi waangalizi, si ndio askofu, ndio kuchunga, ndio mwenye kazi ya kuchunga. Si vyeo hivi. Ila ni maneno wanawakilisha nani? Wazee. Bwana asifiwe sana. Hao wazee walipata maelekezo kutoka kwa mitume. Na maelekezo, semina ya mwisho wazee walipata kusema katika Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 17 twenda hadi 35. Matendo ya Mitume 20:17. Hiyo ni semina. Hapo kanisa alipo, lakini kutoka katika kata ya kanisa wazee hao waliitwa na mitume wakafanya semina elekezi. Hii inaitwa semina elekezi ya kwa wazee. Sasa uangalie wanaozingatia hiyo semina elekezi mpaka leo ni kina nani? Somo sikia. Toka Mileto Paulo akatuma watu kwenda Efeso. Akawaita wazee wa kanisa. Na ukichukua Biblia yako pale, angalia ramani ya Mileto na Efeso. Sasa alitoka Efeso akaenda Mileto, akawatuma wazee wa kanisa. Walipofika kwake, yani hao maaskofu hao, ndio kwa jina lingine wanaitwa wachungaji, au kwa Kiswahili kinachoeleweka waangalizi. Waangalizi katika nini ya kanisa. Kwa akawaita. Walipofika kwake akawaambia. Sasa hiyo ilikuwa inaitwa ni semina elekezi. Sasa tusikize, twende moja kwa moja kwenye semina. Nyinyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, na kwa machozi, na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi. Ndio ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba. Soma spedi. Nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisijue mambo yatakayonikuta huko, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu, kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Ndio. Na sasa tazameni, nini najua ya kuwa ninyi nyote niliowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote, kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudio lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo, ambao Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka 3 usiku na mchana sikuacha kumuonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa nawaweka katika mikono ya Mungu na kwa neno la neema yake, ambalo linaweza kuwajenga na kuwapa urithi pamoja nao wote waliotakaswa. Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea.
semina ikaisha. Nani anafuatilia hiyo semina mpaka sasa hivi? Anayeenda kama hiyo semina ni wangapi? Si maana, lakini mitume wanapata semina kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Na wao wanapomaliza mwendo wao, maana Yesu anawaseminisha akiwa anaenda kumaliza mwendo. Mitume nao wanapokea huduma wanayopokea kwa Yesu, na wanapomaliza mwendo na wao wanakabidhi kijiti kwa Hawa, na wenyewe wanatoa semina ya mwisho. Lakini nani anayetembea kama ambavyo mitume walifundisha na kama walivyopokea kutoka kwa Bwana? Maana anasema mikono yangu hii, maana anaposema mikono yangu sasa inaonyesha imetumika kwa mahitaji, alafu na wale waliokuwa pamoja nilikuwa nikiwaonyesha kwa kushika kazi hii. Nikumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe aliyosema mwenyewe, ni heri kuliko kufanyaje? Saizi ni ukitoa wewe ndio umebarikiwa huko, ila yeye anapokea. Wewe umekuwa mtoto. Hao ni watoto wachanga kabisa katika imani. Yaani hawa hata kujazaliwa hajazaliwa. Kwa sababu si vizuri mtoto aweke akiba kwa mzazi. Yaani mzee ukute kijana na kuwekea akiba. Wewe yani kijana na sababu ni akiba ya baba yangu. Maana yake wewe baba, wewe ni taila kuwekewa akiba na mtoto. Kwa masuala ya imani, kuona watu wanasema ni wakubwa ndio wanatunzwa na watoto, huo ni utaila, ni kupoteza utimamu wa imani. Yaani utimamu wa akili za roho unakuwa hawana. Lakini semina ya mwisho kabisa kwa wazee ambao ndio wachungaji, waliseminisho hivyo kutoka kwa mitume, na mitume waliseminisho kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Na Yesu mwenyewe akiwa anawaeleza kabisa katika Mathayo, na malizia na huo mstari katika pointi ya mkuu, kiongozi mkuu, Mathayo 23 mstari wa 8 hadi wa 10. Hapo Yesu anamaliza kabisa hiyo pointi. Mathayo 23 mstari wa 8. Anasema bali ninyi msiitwe rabi. Tusiite, yani akasema kwenye Injili, basi ndugu tusiitane mawarabi. Maana mwalimu wenu ni mmoja, mwalimu wetu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu. Sisi ni ndugu. Wala msimuite mtu baba duniani. Kwenye habari ya masuala ya imani, usimuite mtu baba katika hii dunia, maana baba yenu ni mmoja, baba yetu ni mmoja aliye wa mbinguni. Akamtaja kwamba ni wa mbinguni. Wala msiite viongozi, wala kwenye habari ya mambo ya imani usiite kiongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja. Kiongozi ni mmoja, naye ndiye Kristo. Sio Jofle, bali ametajwa kabisa kwamba ni nani? Kristo. Na kwa katika wanaoamini kiongozi ni mmoja, na nafasi kaa imejaa, ametajwa kabisa ni nani? Ni Kristo. Hiyo nafasi imeisha. Kwa kwenye Injili nafasi ya uongozi ni moja, imejaa, na jina tayari ni bila kupingwa, ni Kristo. Kwisha. Sisi tunabaki kuwa ni ndugu, kila mmoja akiwa anatumika kwa mwenzake. Tunatawazana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukija hapo nikakutawaza kama mfano unasema ndugu anaweza kwenda mkubwa yule. Hapo tena kama mimi anakuja mwingine tena anatumika. Hiyo kwa kila mmoja anabaki anabaki kila like tunaangaliana. Kama tunatawazana, maana yake hakuna mkubwa miongoni mwetu. Kwa sababu huyu anatawaza, tena anatawazwa, kwa hiyo inakuwa ni muosha anaoshwa. Kwa unajikuta katika huduma, katika Injili wote mnabaki kuwa ni roho mmoja, nanyi mmekuwa ni ndugu. Hakuna kwamba huyu ndio akija tunampigia saruti. Haya ni machafuko. Kuona anakuja ndugu eti ni katika Kristo, mnabaki kujipanga mstari, mnampigia saruti kwamba yeye ndio Yesu alimfia sana. Hiyo saruti yani ndugu, hiyo ni machukizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo swala la kiongozi mkuu kwenye Injili na kwenye msingi wa imani, basi msingi na kwenye nyumba ya Mungu, msingi unaonyesha kwamba kiongozi mkuu ni mmoja, sisi tunabaki kuwa ni ndugu, anatumika katika sura hii hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa kanisa la Mungu, hawa mitume walipata kutoka kwa kiongozi mkuu, na mitume maagizo wakayaacha kwa wazee, labda kwa wazee wana wasaidizi ambao wanaitwa madiakoni, si ndivyo, ambao ni mashemasi. Hao ni wasaidizi, wanawasaidia wakazi, lakini sura yao inakuwa katika sura hiyo hiyo ambayo ni sura ya mitume na Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kule kutumika, wanatumika kwa staili hiyo. Nje ya hapo, hiyo sura inakuwa ni hiyo sio nyumba ya Mungu, wala sio kanisa la Mungu hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kupima hapo, tukiangalia kama ni nyumba ya Mungu, basi nyumba ya Mungu inatakiwa isimame kwa sura hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nje ya sura hii, hiyo inakuwa sio nyumba ya Mungu, maana yake sio kanisa la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jambo lingine la kupima